Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waheshimiwa viongozi, kama mlivyotambulishwa, waheshimiwa mahujaji wetu watarajiwa, kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia nichukue nafasi hii kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kuwakaribisha sana hapa Kinondoni ndani ya msikiti mkuu wa BAKWATA makao makuu almaarufu msikiti wa Muhammad wa sita. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ilikuwa aje kufungua au kuzindua semina hii, lakini atachelewa kidogo, pengine atatuunga wakati tunaendelea, lakini tumeona ni vyema na haki kwanza tufanye zoezi hili la uzinduzi ili shughuli hii iendelee, wakati haya mwingine tukiyasubiria. Waheshimiwa wageni wa Mwenyezi Mungu, kwanza tunapaswa kusema alhamdulillah. Alhamdulillah. Kwanza kwa kuwa na afya na salama, lakini pia kuweza kufikia siku ya leo ambayo sasa tunaanza njia yetu ya kuelekea kule Maka na Madina kwa ajili ya kutekeleza ibada yetu tukufu ya hija. Waheshimiwa mahujaji watarajiwa, tunafahamu hata tukiangaliana hapa tunaona umri wetu namna ulivyo. Kila mmoja nadhani alikuwa na ndoto hii, kwa wale ambao wanakwenda mara ya kwanza. Kwa hiyo tunapaswa kusema alhamdulillah, kwa sababu imefikia stage ambayo sasa tunakwenda kutekeleza moja ya nguzo katika nguzo 5 za Uislamu, na kwa mantiki hiyo tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia mahujaji ni wengi, taasisi ni nyingi, na wengi wameshatangulia na wengine wanakuja na wataenda kwa phases tofauti, lakini mahujaji hawa tulionao hapa wana bahati moja kubwa sana. Sisi hapa ambao tuko hapa, wapo wengine pia hawajajiunga na sisi, watajiunga na sisi nadhani ndani ya siku 3-4 zijazo, kulingana na jiografia yao na mahala wanapotoka. Lakini sisi mahujaji hawa hapa tuna bahati kubwa sana, 2 au 3. Kwanza kabisa tunasafiri na taasisi kongwe ambayo toka mwaka 1969 imeanza safari za hija. Taasisi zingine zote wamesoma kuhiji kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, namba 1. Namba 2, tunakwenda hija na kiongozi wetu mkuu wa Waislamu Tanzania, Samahat Mufti Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana. Tunaongozana naye katika hija yetu. Lakini kubwa zaidi na la muhimu kwa safari hii, tunakwenda kuhiji kwa kupitia shirika letu la ndege la Tanzania HCL. Kwa hiyo kwa pamoja kabisa tunachukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye tulimuomba na tukamweleza kwamba shirika letu la ndege la HCL litumike katika kusafirisha mahujaji kwenda Maka ili kuipa baraka nchi yetu, kulipa baraka shirika letu la ndege, lakini pia kuitangaza Tanzania katika viunga vya mji wa Maka,
lakini pia kuifanya Tanzania ijulikane ndani na nje ya nchi, lakini pia kuonyesha juhudi kubwa za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wenzake katika kulidumisha na kuliimarisha shirika letu la ndege la Air Tanzania. Kwa hiyo tunashukuru, tuna faida hizo tatu muhimu ambazo pengine wengi wetu tulikuwa tuzifahamu, lakini tuzibebe hizo. Kazi yangu kubwa iliyoko hapa mimi ni kuzindua semina hii kwa ajili ya mahujaji, lakini tunao wakufunzi wetu watakao kuwa wanatoa maelekezo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kabla sijatoa neno la uzinduzi, nami kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania niseme machache. Tumejaliwa kuwa ni ambao tunatarajia kwenda hija mwaka huu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Lakini pili, niwaombe sana 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 tuwasikilize viongozi wetu watakachokuwa wanatuelekeza katika semina hizi. Tuwe wasikivu wazuri sana na kuzingatia sana, kwa sababu ninaamini tumetafuta pesa zetu kwa njia mbalimbali ili tuweze kutimiza ahadi hii ya kwenda hija. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunakwenda hija, tunarudi tukiwa tumekamilisha hija yetu na hija yetu ikiwa imekubalika. Kwa hiyo njia pekee na nzuri ni sisi kuwa wasikivu wa kuyasikiliza maelekezo yote tutakayopewa na hawa viongozi wetu katika kuiendea njia hii ya kwenda hija, kukamilisha moja ya nguzo katika nguzo za Uislamu. Lakini la pili, kujifunza uvumilivu katika safari hii ambayo ni muhimu sana. Safari yote, hata kama unaondoka hapa unakwenda kule kwetu Kimanzichana au unakwenda kule kwetu sijui Kibondo, safari yote ina dhoruba zake, lakini kwa kuwa tumejiandaa kwenda safari, lazima tujiandae kupambana na hali yote itakayotukuta katika safari zetu. Kwa hiyo tujiandae kisaikolojia kwamba tunakwenda safari, na hakika ugumu wa safari ndio unaoleta malipo makubwa katika safari ile. Kwa hiyo asiwepo mmoja wetu wa kukata tamaa au kuona kwamba safari imekuwa ngumu. Lakini viongozi wetu wako hapa kuhakikisha kwamba wanarahisisha safari yenu, na wote walioko hapa wana uzoefu na mtakaoambatana nao wana uzoefu na hija zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo hakuna wasiwasi wa aina yoyote. Huduma za kijamii kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA zipo, zimeimarishwa na zimerahisishwa ili mahujaji wanapokuwa kule Maka na Madina, kuna ziara kule Madina, basi wawe katika hali nzuri. Huduma ya malazi, huduma ya chakula, huduma za afya. Tutakuwa na madaktari ambao watakuwa wanaangalia afya zetu wakati wote, lakini tutakuwa na watu ambao watatusaidia sisi katika safari. Kwa hiyo mnatakiwa muondoe wasiwasi wa aina yoyote ile. Lakini kubwa zaidi, tukifika kule, pamoja na semina za hapa, tutakuwa na viongozi wetu ambao watatuelekeza matukio muhimu katika kila eneo. Kila eneo tutakapofika linahitaji nini cha kufanya katika eneo lile, tutaelekezwa, tutaambiwa, na haya mafunzo yatarudiwa kama tunavyoona, ili tuweze kufanya hija zetu kwa salama na amani na tutimize hija yetu. Kazi kubwa tunaoomba sisi ni Watanzania, tunakwenda hija. Kule ni katika mji mtukufu ambapo tunatakiwa tuombe dua sana, pamoja na kwamba tuna mambo mengi yanatukabili katika jamii zetu, katika familia zetu ambayo tunatakiwa tuombe dua. Tukifika kule tusisahau kuwaombea viongozi wetu, kuziombea familia zetu,
kuiombea nchi yetu. Ninaamini kwamba tukiondoka hapa tutakuwa tumeacha familia zetu huku nyumbani. Kuna baba zetu, kuna mama zetu na wengine. Tukifika kule, pamoja na sisi kujiombea, tuwaombee viongozi wetu wa dini, lakini kubwa zaidi tusisahau kuwaombea viongozi wetu wa serikali na kuiombea nchi amani, hasa kipindi hiki ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika katika mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa hiyo ni fursa ya mahujaji wa mwaka huu. Tuna kitu cha ziada ambacho tukifika kule Maka tuhakikishe kwamba tusisahau kuiombea amani nchi yetu, tusisahau kuwaombea viongozi wetu, lakini tusisahau kujiombea sisi wenyewe tukiwepo kule katika mji mtakatifu. Nchi yetu inaingia katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwishoni mwa mwaka huu. Tuhakikishe kwamba tunabeba hiyo ajenda ya kwenda pia kuisimamia na kuiombea uchaguzi uende salama na nchi yetu ibaki kuwa salama. Hatuwezi kukaa namna hii tukaandaa kwenda hija kwa usalama kama hivi tulivyo, kama nchi yetu ingekuwa haina amani. Amani hii tulionayo ndio inatusababisha sisi leo tuondoke kwenda hija tukiwa hatuna hofu yoyote na tukiwa tuna amani. Kwa hiyo twende kule tukaiombee nchi yetu, tuwaombee viongozi wetu, lakini sisi wenyewe tusisahau kujiombea na kuombea familia zetu. Wakati tuko kule Maka, tukishamaliza ibada zetu kawaida, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na taasisi zingine pia tunafanya ziara katika mji wa Madina, tutafanya ziara kule, lakini pia tutapata historia mbalimbali za miji mitakatifu ya kule Maka na Madina. Kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, nichukue nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti kusema kwamba semina hizi zimefunguliwa rasmi na zitaendelea kuanzia sasa mpaka siku ambayo tunaanza safari ya kwenda hija. Tunaombea Mwenyezi Mungu awape afya, awape nguvu na awajalie nyie na wengine wote, basi tutimize ibada hii ya hija tukiwa salama na amani, tuende salama, turudi salama, tuzikute familia zetu zikiwa salama. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.